Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu mtazamaji wa Faidika TV kokote pale ulipo juu ya mgongo ardhi. Leo tuko katika mkoa wa Kigoma, kijiji kinachoitwa Mgumile, sehemu inaitwa kata ya Kagera, sehemu inaitwa Kabogo. Nyuma yangu mnaona ni mapipa ama ni mapipa ya kuchemshia ngazi. Nafikiri nikisema tunda ngazi wengi hamjui, ila nikisema chikichi wengi mtanifahamu hivyo. Mjini wanaita chikichi, ila huku wanaita ngazi. Sasa haya mnayaona ni mapipa ambayo ngazi inatoka prosesi moja, ya pili, ya tatu mpaka mwisho, na kile mnachokiona pale, hili ndiyo mashine ambayo inachakata ngazi kutokea. Leo tunaye ndugu yetu Baraka. Ndugu yetu Baraka yuko hapa leo, tunaomba atuelezee inakuwaje zao hili la chikichi mpaka inafika hatua inatokea mafuta ya mawese. Na je, zao hili ndugu yangu linazalisha mawese peke yake au kuna mafuta mengine yanazalishwa kutokana? Hebu leo tupate faida hii kwa ndugu yetu Baraka. Unaona zile pale ndo ngazi. Okay. Ile pale ni jamii ya ngorokela. Ambao vijazi vinatoka kwenye mkungu zinadondoka chini. Umeona? Ndio zinaogotwa inaitwa ngorokela. Baada ya pale kuna mikungu hapa. Ipo kule kama umeiona pale. Umeona? Ndio mikungu ya ngazi. Baadaye inachanjwa, kisha chanjwa, alafu ndo tunachambua miba tunatupa, ngazi ndio tunaweka kwenye mapipa kama hivyo unavyoona. Hapo kwenye mapipa baada kama dakika zinatuchochea kama hivi moto unavyoona unavyowaka hadi ngazi inaiva. Ikishaiva ndo tunapakua na ndoo, hizo ndoo unazoziona hizo. Ndio. Tunapakua tapeka kwenye kinu hicho hapo nyuma yako. Okay. Alafu baadaye ile tunawasha mashine ipo nyuma yake pale. Alafu tukishawasha alafu ndo nini tunasaga maji ya mawese yanatokea kule. Ndio. Umeona? Yanatokea kule na tunaingua. Tunaweka kwenye pipa, tunachochea tena mafuta. Okay. Tukishachochea tunashusha chini, ndio mawese ndio haya hapa. Tukishashusha chini kama haya hapa unavyoona hapa. Haya hapa. Umeona? Yanatulia, kisha tulia tunapakia kwenye madumu kama hivi. Kishapakia kwenye madumu tunaenda kuuza kahabwa. Maana sisi tunauzia hapa kahabwa. Hatuna soko zingine tofauti na kahabwa. Umeona? Kishauza hapo baadaye kuna manake umesema zao la ngazi linatoa mafuta aina design mbili. Okay. Kuna mafuta ya mise na mafuta ya mawese. Mise ndio hiyo unaiona ile pale wanakusanya watu hiyo. Sasa mise inatokana vipi mpaka inapatikana mise? Kisha sagwa inamwagwa kama hapo chini. Okay. Hiyo inamwagwa chini ndio mise. Hiyo mise inahamishwa inapelekwa kwenye mbuga. Ikipelekwa kwenye mbuga pale inaanikwa inapata jua. Kishapata kujua mashine yake ya kuvunjia mise ile kule kama unaiona kule. Wanavunja mise afu ile mise wanaiogota, mise inapelekwa Sido. Sido inapatikana mafuta ya mise. Mafuta ya mise yanatumika kwenye matumizi gani? Matumizi ya mafuta ya mise hapo, matumizi ya kula, matumizi ya sabuni. Kula unakulaje na sabuni? Yaani kula unaunga kwenye kitu gani labda? Kwenye wali unaweza kuunga, okay. Unaweza kuungia dagaa, yani maamuzi ni ya kwako wewe. Okay, hapo kama mfano wa kolie vile. Sawa. Kwenye sabuni inakuwa vipi mpaka inatokea? Kwenye sabuni wanachanganya na kostiki. Okay. Wanachanganya na kostiki, wanachukua na blue wanachanganya maji yanatokea sabuni, ndio nasikia mcha Kigoma. Anatokana na mafuta ya mise. Okay. Kwa hiyo ina maana zao la chikichi pia ndio zao linalotumika katika kuzalisha sabuni ya mawingu tunaita sisi kule. Ndio ama kigwanji. Fanya hiyo, si ndio? Okay. Au sabuni ya magadi kule tunaita. Hata mawese tena anazalisha tena sabuni hiyo. Haya mawese tena unaweka kwenye pipa tena unachemsha, yanabadilika kuwa kambili. Okay. Yakiwa kambili anakuwa kama mafuta ya mise vile. Sasa kwa siku nyinyi hapa mnatengeneza pipa ngapi na wewe mnaweza mkatoa lita ngapi za mawese? Lita za mawese ni nyingi. Mnazozitoa hapa. Kwa kukadiria sasa. Kwa kukadiria. Yaani kwa kukadiria inaweza kufika hata 50 au 70, 80. Yaani inategemeana na wingi wa ngazi. Na hapa mnauza kwa pipa labda au mnapima kawaida? Ndio maana nikwambia hivi wana mafuta chemsha vile. Wanapima kwenye bidoo kama ile hapa la njano. Ndio. Afu ndo anaenda kuuza kahabwa kwa madumu ya njano. Na dumu kama ile inaweza likafika gharama yake kiasi gani? Gharama yake ya ngazi ama gharama ya mafuta? Ili dumu hapa sasa hivi inauzwa 47. 47. Maana yake ilikuwa 50 imeshashuka. 47. Na mafuta yale yanatokana na ile ngazi ni mise. Mise naam. 60 sasa hivi. Ndoo. Maana yake kule sio dumu, ni wanatumia ndoo. Okay, sawa. Na haya mafuta je, labda ni mazuri kwa mtu mwenye matatizo labda pressure kama ilivyokuwa mafuta mengine ya alizeti? Mafuta yako vizuri, hana kemikali yoyote. Okay.
Maanake kwa sababu ingekuwa ni kemikali watu wasingekuwa wanatumia, hata watu wenye pressure. Na wewe Bwana Baraka una muda gani tokea uanze kufanya shughuli hizi mpaka sasa hivi, uzoefu wako? Uzoefu wangu nimeanza 2018. 2018. Ndio rasmi. Yaani 2016 ndio nimeanza kazi ya ngazi. Na eneo hili la Mgumile mnalima wenyewe hizi chikichi ama kuna pahala mnazitoa mnazileta hapa ndio kituo? Yaani hapa ni kituo. Ndio. Mashamba yapo humo mengine. Maanake ili hapa hizi ngazi zitokee hapa. Ndio pale umekuta kuna guta lipo pale. Bahati mbaya umekuta limetoka. Limefuata ngazi zingine. Maana tunakushukuru sana Bwana Baraka kwa ushirikiano wako na hayo yote ulioweza kutuelezea juu ya process za uchakataji wa mafuta ya mawese. Cha kuambia watazamaji wanaokutazama hivi sasa, nini unawashauri na nini unawaambia kama vijana wenzako na watu wengine wote wale? Wakaribia Kigoma. Wakaribia Kigoma. Maana mawese hapo mkoa wingi. Wakaribia sana. Hapa ni sehemu moja, ipo sehemu nyingi. Yaani vipo vituo vingi vya mawese Kigoma. Wawekezaji kama wapo tunawakaribisha. Hatuna soko, tunahitaji tu soko liuje Kigoma. Shukrani sana Bwana Baraka, Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe na tunashukuru pia kwa ushirikiano wako. Mungu akujalie katika kazi yako. Mimi kwa jina naitwa Hamisa Mustafa. Mkazi wa wapi? Wa Kigoma. Sehemu gani? Kasimbu. Kazi yangu ni kazi ya ya mise. Ya kuokota mise. Mise ni kitu gani dadangu? Mise kama hiyo mise, tukishakamua hizi ngazi. Ndio. Kwenye mashine inatolewa mawese. Si ndio? Kishatolewa mawese, inatolewa makamfi. Kisha kishatoa makamfi, unaanika. Kisha kishaanika ndio unabonda. Ile mise kishakauka. Kisha kishakauka ndio unakuta kama ni kichele. Nasikia? Ndio. Kama bakuli kama sisi tunavyookota, tunavyouziwa, tunavyopimiwa sisi tukishaokota. Bakuli shilingi 250 kwa shilingi 300. Unaelewa? Kisha ukishamaliza hapo ile mise inaanikwa, ikishaanikwa inapelekwa asidi na kamla mafuta ya kula. Ndio. Sasa unaweza kumuelezea mtazamaji labda makamfi ni nini yani? Makamfi ni maana ya kukausha ili kuongea moto. Ndio. Ndio maana. Na nini ya makamfi yani? Natokana na ngazi. Na mise. Kwa maana zao hili la chikichi linatoa vitu vingi. Kwa maana mafuta ya mawese, mafuta ya mise, makamfi. Okay, sawa. Na maganda yake. Na maganda yake. Sasa ninyi hasa kazi yenu kubwa zaidi ni nini katika eneo hili yani? Sisi kazi yetu kina mama Yaani kazi kama hiyo unavyoiona. Tunaweza tukachanja kama hizi ngazi wanazo wakachanja kama wanaume. Sisi tunatoa miba, tunachambua, tunachekecha. Kisha ukishachekecha tunapeka kwa mapipa ndio tunapika. Tukishapika ndio tunatoa ile makamfi yake ndio tunanika mise, tunatoa makamfi, tukishamaliza sasa. Ndio tunaanika ile mise tushaichambua. Simetoka kwenye makamfi. Ndio tunaichambua, tunamaliza, tunaanika, sasa inakauka baada ya siku 3-4. Ikishakauka tayari sasa. Ndio tunavunja, kisha kishamalizika hapo, tunapima kama madebe yetu, mwenye kupata debe 2, mwenye kupata debe 1, bakuli 1. Ndio kishamaliza hapo ndio mwenye mise sasa anakuja kununua, kupima, ndio anakuja kutupimia, kisha kimaliza napelekwa SIDO. Sasa nyinyi mnajiingiziaje kipato? Yani mnalipwa kwa hiyo kazi mnayofanya au ni wenyewe mnafanya mnauza? Tunalipwa. Mnalipwa kile mnachokifanya. Hicho ndio tukifanya. Tukichambua ngazi tunalipwa. Tukichambua makafi tunalipwa. Tukichambua mise tunalipwa. Tukitoa makafi pia kwenye mashine tunalipwa. Kila kitu tunalipwa. Na je, nyinyi mnalima labda nyumbani, mna miti mko nayo nyumbani, labda mnalima ya ngazi au mnazikuta tu hapa tayari? Ngazi tunakuta michikichi na kuaga huko Rwanda. Okay, sawa. Na unaweza kutuelezea labda chupa moja ile ya lita 1 ya mawese gharama yake kuinunua ni kiasi gani? Kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi shilingi 5000. Bombonya. Kwa sasa hivi shilingi 5000. 5000 kwa 5500 hadi 6000. Okay, sawa. Na kwa maana yani shughuli zenu za kina mama hapa mnapofika ni kama hivyo, kukusanya hayo, kubonda, kutoa hayo makamfi ya na kitu kingine. Mwisho wenu inakuwa imeishia hapo. Tunakushukuru sana dada. Mungu akulipe kila laheri na baraka na tunakutakia kazi njema. Shukrani sana.